Ni kutoka katika dimba la Benjamin Mkapa, na kama unavyolitazama dimba lipo katika muonekano mzuri kweli. Mashabiki wa Simba wameendelea kujitokeza kwa wingi kweli, na kama unavyotazama huo ni mstari wa mashabiki wa Simba wakisubiri utaratibu kwenda kuingia uwanjani. Mchezo huu utaenda kuchezwa majira saa 11 kamili za jioni, na mstari wa mashabiki wa Simba tayari kabisa kuweza kupanga mstari na kwenda kuingia katika mchezo wa hii leo. Ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Hakika kabisa kutoka katika dimba hili Benjamin Mkapa, mashabiki kiukweli wamejitokeza kwa wingi kweli. Huenda ikawa ni moja kati ya sababu zilizoweza kupelekea leo ni weekend. Huenda ikawa hiyo ni moja kati ya sababu zilizoweza kuwafanya mashabiki wa Simba kujitokeza kwa wingi kweli katika dimba hili la Benjamin Mkapa. Lakini pia inawezekana pia ni furaha walioweza kuipata katika mchezo uliopita dhidi ya Mbeya City wanakoma kumanya katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo Simba waliibuka kwa ushindi wa magoli 3-0. Lakini moja kati ya furaha ambayo mashabiki wa Simba wameendelea kuifurahi vile baada tu ya Mohamed Bajaber kuweza kupata matokeo mazuri ama kuweza kupata goli katika mchezo huo uliopita dhidi ya Mbeya City. Huenda ikawa hiyo ni moja kati ya sababu zilizoweza kuwafanya mashabiki wa Simba kujitokeza kwa wingi kweli. Kama hivi unavyotazama ni idadi kubwa majira haya ya saa 6 kamili za mchana. Mashabiki wa Simba ni wengi kweli. Hakika Simba iheshimiwe. Kutoka dimba la Benjamin Mkapa, na kama unavyolitazama wafanya biashara na wajasiri amali na pia wako hapa kuweza kuhakikisha kabisa wanaweza kufanya biashara na kuweza kuwapa huduma kwa wale ambao watakaoenda kujitokeza kwa wingi kweli. Hao na mashabiki wa Simba, na huo mstari unaotazama hapo si mstari wa kusema labda wanaenda kupanga mstari wa kwenda kuchukua chakula ama ni foleni ya chakula, bali tu ni foreni ya mashabiki wa Simba kuingia katika uwanja huu Benjamin Mkapa. Milango imefunguliwa tu tangu ifikapo saa 4 kamili za asubuhi, ndiyo milango ya kuingia katika uwanja Benjamin Mkapa iliweza kufunguliwa, na idadi kubwa ya mashabiki wa Simba imejitokeza kwa wingi kweli hapa, na kila mmoja akisema kwamba leo Azam waoka mikate wana lamba hawatoweza kutoka katika dimba hili la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Tusubiri na tungoje kuona kile ambacho kinachowafanya mashabiki wa Simba kujiamini na kujimwambafai kuelekea katika mchezo wa hii leo. Lakini moja kati ya historia inazunguzwa mara kwa mara, mchezo uliopita Azam dhidi ya Simba waliweza kutoa sare hapa ya goli 2-2 dakika za jioni kabisa. Faisal Salum Faira Sufi aliweza kupiga pasi nzuri kweli kwenda kwa kijana Zidane, anafahamika hivyo, kijana mdogo kabisa kutoka klabu hiyo ya Azam. Mohamed Hussein Zimbwe Junior kipindi alipokuwepo Simba ni moja kati ya magoli ambayo hauwezi kuyasahau, ni goli lilo dakika za jioni kabisa. Simba anaruhusu goli na Azam kuweza kurudisha, na mchezo huo ulimalizika kwa sare ya goli 2-2. Kwa historia pia inawezekana ikawa ni moja kati ya sehemu itakayoenda kuwapa nguvu Azam, ama ni moja kati ya sehemu itaenda kutengeneza historia nzuri kuelekea katika mchezo huu wa hii leo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia Simba msimu uliopita waliweza kujikusanyia alama 4 katika michezo miwili dhidi ya Azam. Mkondo wa kwanza Simba waliweza kupata ushindi, na mchezo wa mkondo wa pili Simba mchezo huo ulimalizika kwa sare. Leo ni zamu nyingine tena, mchezo wa mkondo wa kwanza ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2025-2026. Huu ni mchezo wa kwanza. Simba anaweza kweli kwenda kufanya ule ubabe kama msimu uliopita mchezo wake wa mkondo wa kwanza kuweza kupata ama kujikusanyia alama 3. Tusubiri na tungoje kuona, muda ndio utakuwa sahihi wa kwenda kutupa majibu hayo yote. Lakini leo ni vita
ya makocha wawili. Kocha mmoja ni mzawa kutoka taifa hili la ardhi ya muasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hayati, lakini pia kocha mwingine ni kutoka pale DR Congo, Florent Ibenge. Ni kocha ambaye mwenye historia kubwa kweli soka bara la Afrika, anaenda kukutana na kocha mzawa wa taifa hili la Tanzania. Hana historia kubwa sana Selemani Matola kwenye kari yake ya ufundishaji wa soka, lakini pia kwa siku za hivi karibuni na ule uzoefu ambao alioweza kuupata chini ya makocha 15 walioweza kuinoa klabu hiyo ya Simba, hii pia inaweza ikamtengenezea exposure na confidence experience kuelekea katika benchi la ufundi siku ya hii leo. Lakini kocha Florent Ibenge ana historia kubwa sana pale ambapo alipokuwa akizifundisha moja kati ya vilabu ndani ya bara la Afrika. Alikuwepo pale AC Vita, walikutana hapa na Simba kiibuka na ushindi wa magoli 3-1 michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia Simba walikutana na Al Hilal Omdurman kipindi kocha alipokuwa Florent Ibenge, na Simba kuibuka na historia ya kuweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo Simba na Ibenge hana historia yoyote kubwa ambayo ya kuweza kumfanya vibaya klabu hiyo ya Simba, lakini Simba ana historia nzuri sana kwa upande wa Florent Ibenge kuweza kupata matokeo kwa timu ambazo anazozifundisha. Lakini leo ni zamu nyingine ya kocha Selemani Matola. Yeye anaweza kweli kuitengeneza hiyo historia na ikaendelea kubaki hapo kama vile ambavyo ilivyokuwa ikifahamika historia ya klabu hiyo ya Simba kuweza kufanya vizuri pindi Florent Ibenge anapoweza kuzifundisha klabu hiyo ya klabu ya Azam FC. Leo ni mchezo mzuri kweli, moja kati ya kwenda kujua historia na moja kati ya vitu ambavyo vilivyokuwa vikisubiriwa kwa hamu. Leo kwa mara ya kwanza waajiri wa zamani wa Sadio Kanuti pamoja na Aishi Salum Manula wanaenda kukutana na matajiri wao wa zamani, Simba Sports Club. Kumbuke kwamba Sadio Kanuti aliwahi kuichezea Simba misimu kadhaa iliyopita, lakini pia Manula aliweza kuitumikia Simba kwa mafanikio makubwa sana, na jina la Manula liliendelea kwa bora zaidi pale alipokuwa katika milingoti mitatu kuidakia klabu hiyo ya Simba. Leo ni siku nyingine kabisa, ikiwa ni Disemba 7 ya mwaka 2025. Ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, huku Simba akiwa na alama 12 na magoli 10. Huu ni mchezo wake wa 5. Simba anahitaji hizo alama 3 ili kwenda kujitengenezea mazingira mazuri kweli kwa ajili ya kujiweka katika mazingira rafiki kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa wa 25-26. Langu jina naitwa Mpekuzi.com. Niko hapa kuweza kukuripotia matukio yote yanotoka katika dimba la Benjamin Mkapa, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, Simba dhidi ya Azam FC. Waka mikate wana lamba. Ni mchezo ambao umebeba hisia kubwa kweli kwa mashabiki wa mchezo uliopita. Azam dhidi ya Simba waliweza kutoa sare hapa ya goli 2-2 dakika za jioni kabisa. Faisal Salum Faira Sufi aliweza kupiga pasi nzuri kweli kwenda kwa kijana Zidane, anafahamika hivyo, kijana mdogo kabisa kutoka klabu hiyo ya Azam. Mohamed Hussein Zimbwe Junior kipindi alipokuwepo Simba, ni moja kati ya magoli ambayo hauwezi kuyasahau, ni goli lilo dakika za jioni kabisa. Simba anaruhusu goli na Azam kuweza kurudisha, na mchezo huo ulimalizika kwa sare ya goli 2-2. Kwa historia pia inawezekana ikawa ni moja kati ya sehemu itakayoenda kuwapa nguvu Azam, ama ni moja kati ya sehemu itaenda kutengeneza historia nzuri kuelekea katika mchezo huu wa hii leo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia Simba msimu uliopita waliweza kujikusanyia alama 4 katika michezo miwili dhidi ya Azam. Mkondo wa kwanza Simba waliweza kupata ushindi, na mchezo wa mkondo wa pili Simba mchezo huo ulimalizika kwa sare. Leo ni zamu nyingine tena, mchezo wa mkondo wa kwanza ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2025-2026. Huu ni mchezo wa kwanza. Simba anaweza kweli kwenda kufanya ule ubabe kama msimu uliopita mchezo wake wa mkondo wa kwanza kuweza kupata ama kujikusanyia alama 3. Tusubiri na tungoje kuona, muda ndio utakuwa sahihi wa kwenda kutupa majibu hayo yote. Lakini leo ni vita
ya makocha wawili. Kocha mmoja ni mzawa kutoka taifa hili la ardhi ya muasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hayati, lakini pia kocha mwingine ni kutoka pale DR Congo, Florent Ibenge. Ni kocha ambaye mwenye historia kubwa kweli soka bara la Afrika, anaenda kukutana na kocha mzawa wa taifa hili la Tanzania. Hana historia kubwa sana Selemani Matola kwenye karia yake ya ufundishaji wa soka, lakini pia kwa siku za hivi karibuni na ule uzoefu ambao alioweza kuupata chini ya makocha 15 walioweza kuinoa klabu hiyo ya Simba, hii pia inaweza ikamtengenezea exposure na confidence experience kuelekea katika benchi la ufundi siku ya hii leo. Lakini kocha Florent Ibenge ana historia kubwa sana pale ambapo alipokuwa akizifundisha moja kati ya vilabu ndani ya bara la Afrika. Alikuwepo pale AC Vita, walikutana hapa na Simba kiibuka na ushindi wa magoli 3-1 michuano ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia Simba walikutana na Al Hilal Omdurman kipindi kocha alipokuwa Florent Ibenge, na Simba kuibuka na historia ya kuweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo Simba na Ibenge hana historia yoyote kubwa ambayo ya kuweza kumfanya vibaya klabu hiyo ya Simba, lakini Simba ana historia nzuri sana kwa upande wa Florent Ibenge kuweza kupata matokeo kwa timu ambazo anazozifundisha. Lakini leo ni zamu nyingine ya kocha Selemani Matola. Yeye anaweza kweli kuitengeneza hiyo historia na ikaendelea kubaki hapo kama vile ambavyo ilivyokuwa ikifahamika historia ya klabu hiyo ya Simba kuweza kufanya vizuri pindi Florent Ibenge anapoweza kuzifundisha klabu hiyo ya Azam FC. Leo ni mchezo mzuri kweli, moja kati ya kwenda kujua historia na moja kati ya vitu ambavyo vilivyokuwa vikisubiriwa kwa hamu. Leo kwa mara ya kwanza waajiri wa zamani wa Sadio Kanuti pamoja na Aishi Salum Manula wanaenda kukutana na matajiri wao wa zamani, Simba Sports Club. Kumbuke kwamba Sadio Kanuti aliwahi kuichezea Simba misimu kadhaa iliyopita, lakini pia Manula aliweza kuitumikia Simba kwa mafanikio makubwa sana, na jina la Manula liliendelea kwa bora zaidi pale alipokuwa katika milingoti mitatu kuidakia klabu hiyo ya Simba. Leo ni siku nyingine kabisa, ikiwa ni Disemba 7 ya mwaka 2025. Ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, huku Simba akiwa na alama 12 na magoli 10. Huu ni mchezo wake wa 5. Simba anahitaji hizo alama 3 ili kwenda kujitengenezea mazingira mazuri kweli kwa ajili ya kujiweka katika mazingira rafiki kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa wa 25-26. Langu jina naitwa Mpekuz.com. Niko hapa kuweza kukuripotia matukio yote yanotoka katika dimba la Benjamin Mkapa, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, Simba dhidi ya Azam FC. Waka mikate wana lamba. Ni mchezo ambao umebeba hisia kubwa kweli kwa mashabiki wa Simba. Moja kati ya kitu ambacho mashabiki wa Simba wanasema kwamba leo itakuwa ni jambo zuri kweli kumuona Mohamed Bajober kuanza kwenye mchezo wa hii leo. Majukumu na maagizo na uwezo wote wa kuchukua hayo maamuzi yapo chini ya kocha Selemani Matola. Yeye ndiye atakayeenda kuamua kwamba mchezo wa hii leo unampasa Mohamed Bajober kuanza kwenye kikosi cha kwanza ama aingie kipindi cha pili kama mchezo uliopita. Na wenyewe wanasema kwamba ili uone ubora wa Mohamed Bajober, basi mweke kipindi cha pili, lazima atakupa mafanikio. Sasa leo ni kama vile ni gambo, kama Matola atasema kwamba aanze Mohamed Bajober ama aingie kipindi cha pili, ni swala tu la muda kusubiri hapo majira ya saa 11 kamili za jioni. Na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara unaenda kupigwa majira hayo. Mimi naitwa Mpekuz.com. Tuko hapa katika dimba hili la Benjamin Mkapa kuhakikisha kabisa mambo yanakufikia vizuri kweli. Cha kufanya, nenda pale kwa upande wa YouTube, kama bado hujasubscribe, basi subscribe ili mambo yaende vizuri kabisa, ili kuwa mwana familia kwa habari na story nyingi
nyingi za kimichezo utakuwa ni wa kwanza kabisa kuziweza kuzipatia hapo, na mambo yakaenda vizuri bin sawia kabisa. Leo ni matangazo haya yanayokujia kutoka katika dimba Benjamin Mkapa. Ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, Simba dhidi ya Azam. Huu ni mchezo wa 5 kwa upande wa Simba akiwa na alama 12, ili Simba awe na alama 15 aweze kupata matokeo katika mchezo wa hii leo.